Joto la fainali kombe la shirikisho barani Afrika likipanda, hali iko vipi kwa washabiki wa Simba Sports Club? Lakini kama unavyotambua kwamba utani wa jadi ni moja kati ya sehemu ya timu hizi kongwe barani Afrika, lakini pia hapa nyumbani Tanzania. Mashabiki wa Simba matumaini ni makubwa, mashabiki wa Simba matarajio ni makubwa, mashabiki wa Simba wamejawa na bashasha iliyoje kuona kwamba timu yao baada ya miaka zaidi ya 30 sasa wako fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, wakienda kumenyana pale nchini Morocco dhidi ya Renaissance Sports Berkane, RS Berkane kutoka pale nchini Morocco, na kisha utafuatiwa na mchezo wa fainali ya pili utakaochezwa hapa nchini Tanzania. Mashabiki hapa katika mkoa wa Tabora wana matumaini makubwa, mashabiki wa Simba wana matumaini makubwa na timu yao, lakini pia sehemu ya utani wa jadi Yanga wanawaambia Simba shughuli imeishia hapa. Bwana, habari yako ndugu yangu? Nzuri tu. Safi. Unafahamu kama nani hapa? Kama Luna au maarufu Komando. Komando wa Simba mwenyewe kutoka uhakika. Sawa, tuambie timu yako imefanikiwa kufika hatua ya fainali. Una matumaini kwamba Simba ataleta kombe la Afrika nchini Tanzania? Hilo kweupe kabisa. Hapo hamna kipingamizi cha aina yoyote ile. Kikubwa huko alipoenda wahakikishe mpango mkakati wa kocha Fadlu Davis uwe imara na madhubuti zaidi kwa ajili ya mchezo wa marudiano. Wanasema mmebahatisha. Kubahatisha huwa ni mara moja. Sasa mpaka unafika huko jamani, kubahatishaka huko. Wanasema mmebahatisha, mmekutana na vibonde. Vibonde sio hivyo. Wao walicheza na Malimo, timu inashuka daraja. Sisi tumecheza na mtu ambao yuko nafasi ya 4 katika ligi ya Afrika Kusini kwenda fainali. Anaitwa Stellenbosch. Kumbe taarifa tayari unayo. Sasa tuambie, mnaiona Simba yenu ikienda kufanya kitu gani katika mchezo wa kesho wa fainali ya kwanza pale nchini Morocco? Mechi ya kesho, kutokana na mpango mkakati wa Fadlu Davis, kutokana na wachezaji wake jinsi atakavyowaambia, maana asilimia kubwa wachezaji wengi ni wa vijana, hawajacheza hiyo michuano. Mchezaji aliocheza hiyo michuano sana na akabeba hilo kombe ni Fabrice Luamba Ngoma. Inategemeana na jinsi atakavyojaza sumu na kuwaambia huu ndio muda wenu muafaka wa kujiuza nyie, sio mtegemee tu kucheza hapa Tanzania. Sawa, tuambie, wanasema, unajua kuna maneno wanasema kwamba pale Simba ukimkaba mpanzu shughuli imeisha. Siku zote kila mmoja na maneno yake, ila shughuli wanaokutana nayo wao wenyewe ndio tayari wanaiona kwa huyu ni mtu wa design gani, na huu ndio muda mwafaka sasa mpanzu wa kuionyesha dunia kuwa yeye ni mchezaji bora the best katika klabu ya Simba, hususani kwenye fainali kama hii ambayo inaoenda kuanza kesho. Maneno anasema kwamba siku hizi Waarabu wakichinja mbuzi wanakuchinjia ngamia. Hayo ni maneno yao. Mbona uwanja wa Benjamin Mkapa anauogopa? Umeshakuwa ule ni uwanja wa machinjio katika klabu ya Simba. Finali haiendi pale. Sawa, ila kule walipoipeleka ni Tanzania, sio Ulaya ile kaka. Yani mimi nilikuwa natamani zaidi kama nchi yetu ingetufeva zaidi klabu ya Simba, sio kuchezea na nili Zanzibar. Tungeipeleka Lubumbashi Kongo pale, TP Engle Mazembe. Ilikuwa the best sana, ningeenjoy sana. Kwa unataka finali, unatamani finali ingeenda kuchezwa Kongo. Sasa kwa sababu gani? Ingeenda mashabiki mngeenda. Ingewezekana tungeenda tu. Kwa nini shindikani sasa? Mmeamua nyewe kwamba finali iende kule. Sasa ndio maana mimi kama watu wameenda na Morocco hapo Kongo si jirani kaka. Tungeenda. Vita kule. Vita sio issue. Mbona Kongo wanacheza mechi zao pale Kongo? Hiyo vita inatoka wapi kama wao wanacheza pale kwao Kongo? Sawa. Mchezo wa pili utachezwa hapa. Simba watakuja kumenyana na RS Berkane. Tuwaambie mashabiki, washabiki wenzako wajitokeze kiasi gani kwenda kuishuhudia Simba yao. Ahmed Ali anakuambia mashabiki mwende mkaiangalie Simba yenu. Unawaambia nini mashabiki kuelekea mchezo huu wa fainali? Mimi kikubwa cha kuwaambia, kwa kutokana kwanza na uwanja ule mdogo, hata kama ukiwahamasisha vipi bado ule uwanja ni mdogo sana. Sisi tuishia kuzoea kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa. Uwanja ule wa Zanzibar ni watu 15,000. Wale na wameforce hivyo kutokana na kujua uwanja wao wanaingiza watu 12,000. Ndio maana wao wameforce vile. Lile joto la Benjamin Mkapa baba ni machinjio, ni moto unawaka hivi ukiingia mule. Timu pinzani wanaingia mule wakiwa hawana imani. Yaani kwa maana hiyo kikubwa zaidi ni kuwaombea zaidi wafanye vizuri huko walipo Morocco. Matokeo ya kwanza ndio matokeo ya pili tutajua jinsi gani ya kuweza kufanya kwetu huku kisa kombe libakia, ila mimi na imani kubwa sana katika 100%, basi mimi nazipita 200 kabisa. Simba kombe linatakiwa libakie hapa, haijalishi iwe kwa mvua iwe kwa jua.
kombe litakuwa libakie Zanzibar.